Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo jijini Dar es Salaam. Ni mchezo wa mzunguko wa 20 ambapo mchezo huu umeweza kuzikutanisha timu za watani wa jadi. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa wenyeji majira ya saa 12 jioni wakialika klabu ya soka Yanga, ambapo mchezo huu umepewa jina maarufu Kariakoo Derby. Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan kwa kipindi cha kwanza ambapo tunashuhudia Simba waliweza kutengeneza nafasi katika dakika za mwanzo. Wakati mchezo unaanza, dakika 3 tu kupitia kwa Clatous Chama Tipo C aliweza kumtengeneza nafasi Libase Gueye na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza. Lakini dakika ya 10 Clatous Chama akipokea pasi safi iliyopigwa na Elim Panzu Kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili. Lakini Young Africans wakaweza kurikava na kurudi mchezoni, kwa sababu tunashuhudia dakika ya 18 kupitia kwa mwana wa mfalme Prince Dube akipokea pasi safi iliyopigwa na Duke Abuya, basi akaweza kuisawazishia bao la kwanza klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na Yanga wakaendelea kupush mpaka half time. Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao mawili dhidi ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Katika kipindi cha pili klabu ya soka Yanga kaja na lengo moja tu, kusawazisha. Tunashuhudia katika dakika ya 51 kupitia kwa Prince Dube aliweza kupigia kichwa kikatemwa na Jibira Kasali, kisha Bakari Nondo Mamnyeto akaweza kumalizia na kuweza kuifanya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kupata bao la pili. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba, mshabiki wa Yanga, umeweza kufuatilia mchezo huu, basi like video yetu, alafu tunakuacha na swali. Nenda kwenye comment hapo kajibu, je, ni nani anayestahili kuwa man of the match siku ya leo katika mchezo huu wa Kariakoo Derby? Fahamu mara baada ya mtanange huu kumalizika, unashuhudia kutokana na michezo 20 iliyochezwa, Young Africans ndio vinara wakiwa wamecheza michezo 20, wameshinda michezo 14, sare michezo 6, pasipo kupoteza mchezo wote. Young Africans wamefunga mabao 46 na kuruhusu mabao 5 wakiwa na pointi 48 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Simba wapo pale pale katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo 20, wameshinda 12, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 34 na wao kuruhusu mabao 9 wakiwa na alama 43. Kwa hiyo bado Simba amezidiwa alama 5 na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini msimu huu tunashuhudia dabi zote mbili zimeweza kumalizika kwa sare. Ya kwanza ya mzunguko wa kwanza ilimalizika kwa sare ya 0-0, na hii nyingine ya mzunguko wa pili imeweza kumalizika kwa sare ya mabao mawili kati ya klabu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka Yanga kumalizika na klabu hizi kuweza kutoshana nguvu kwa sare ya mabao 2-2 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ndugu Ahmed Ali kupitia mitandao yake ya kijamii ameweza kutoa neno, kwa sababu Simba walizamilia kufanya ubaya ubwela, yani kushinda katika mchezo huu dhidi ya watani wao wa jadi. Ahmed Ali anasemaje? Cha kwanza ameweza kuposti matokeo ya sare ya mabao 2-2 ambao wameweza kuyapata dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans, kisha kwa chini akaandika maneno yanayosema hivi: bahati mbaya hatujapata ushindi, bahati nzuri hatujapoteza mchezo, mapambano yanaendelea, timu tunayo. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba akisifu kiwango ambacho kimeweza kuonyeshwa na wachezaji wa klabu ya soka Simba licha ya kuto kupata ushindi mzuri. Basi kwa upande mwingine wameweza kuondoka na alama moja, lakini ndio hivyo, bado mapambano yanaendelea kwa sababu imesalia michezo mingi kabla ya ligi kuu ya NBC kumalizika. Kwa bado anaamini wana nafasi ya kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Bwana, kama ni mdau wa soka, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa jinsi ambavyo vita inaendelea kati ya Simba na Yanga. Je, msimu huu ni klabu gani ambayo unaiona ina nafasi ya kutoa ubingwa? Shuka eneo la comment hapo, kanondoshe maoni yako na sisi tutakuja kuyasoma.